subhanahu wa ta'ala, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala azikinge nafsi zetu, nafsi yangu mimi pamoja na nafsi zenu ninyi wasikilizaji ambao mmehudhuria katika hutuba hii ya leo, kutokana na ubaya wa nafsi zetu. Inna an-nafsa la'amaratun bis-su' illa man rahima rabbi, hakika nafsi ya mwanadamu huwa inamuongoza kufanya makosa isipokuwa yule ambaye Allah amemrehemu. Kwa kweli nashuhudia kwamba hakuna pasha kuabudiwa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na hakika Bwana Muhammad ni mja wake Allah subhanahu wa ta'ala. Il est serviteur de Dieu. Il a été créé par Dieu subhanahu wa ta'ala. Hana sehemu ya uungu. Il n'a pas une partie de divinité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tena ni nabii wake Allah subhanahu wa ta'ala, tena nabii wa mwisho. Ndugu zangu Waislamu, na kwa ufupi sana na wahusia pamoja na mimi tumwogope Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuzifuata sheria zake Allah subhanahu wa ta'ala. Tumche Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuzifuata sheria zake Allah subhanahu wa ta'ala na kuachana na makatazo. Nikisema kuzifuata sheria zake Allah subhanahu wa ta'ala ni kuifuata Qur'an. Kipi Qur'an imetuamrisha kukitenda na kipi imetuamrisha kukiacha, na kuzifuata sunna za Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, khairul bashar wa khairul anam, khairu khalqillah. Akipenda Allah subhanahu wa ta'ala, tutakumbushana kidogo tu kuhusu swala imetoka wapi, kulazimisha kwa swala imetoka wapi. Naam, kaifa furidati salawatul khams min fawqi sab'i samawatin, namna gani swala tano zimeamrishwa, okay, kutoka kule mbinguni kwake Allah subhanahu wa ta'ala, kule alikotulia katika arshi yake, kiti chake cha enzi cha utukufu. Ndio tutajaribu kukumbushana kidogo. Hakika kuna riwaya nyingi ambazo zinaeleza kisa cha Isra wal Miraj. Ndugu zangu Waislamu, nikisema swala tano imefaridhishwa namna gani, nataka kusema ya kwamba inafaa tugusie kidogo kisa histoire ya Isra wal Miraj. Tuzungumzie kidogo sana kuhusu histoire ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, voyage yake toka hapo Maka kuelekea mpaka Masjid al-Aqsa kule Palestine, kuliko moskee ya Nabii Suleiman aliyojenga. Na Suleiman ibn Daud alijenga msikiti pale Palestina, maana yake kule kwenye Baitul Maqdis. Sasa Nabii sallallahu alayhi wasallam alifanya safari toka Maka akielekea pale Baitul Maqdis katika ule msikiti wa Nabii Suleiman alayhi salam. Kisha toka pale kapandishwa mpaka mbingu ya saba. Ndugu zangu Waislamu, katika usiku mmoja, walaqad usriya bijasadin wa ruh, na amepandishwa, amefanyiwa safari hiyo yeye kiwiliwili chake pamoja na roho yake. Sio kama wengine wanapozua maneno wanasema ya kwamba laqad usriya ruhan faqat wala jasadiyan. Wanasema ya kwamba bana Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipandishwa kiroho tu, lakini yeye alibaki tu Maka. Sio hivyo. Laisa kama yazumun au laisa kama yaquluna an-nas al-ghawin, sio kama vile wanavyosema wale ambao wamepotea, wanazua maneno kama wamepata wapi hatujui. Lakini tujue ya kwamba kuna riwaya nyingi
ambaye inaelezea kisa ama histoire ya Nabii Suleiman, ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam toka Maka kuelekea Palestina na kutoka pale kwenda mpaka mbingu ya saba. Kwa ufupi sana, ndugu zangu Waislamu, mundu bidaya bi'ithati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila rihlati al-Isra wal Mi'raj allati kanat qabla al-hijra بأشهر معدود كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب يصلون صلاة إبراهيمية. Kwa ufupi sana historia hiyo tunapata katika Sahihi Muslim. Ndugu zangu Waislamu, hakika ametueleza ya kwamba kutoka Nabii sallallahu alaihi wasallam alipopewa ujumbe mpaka kwenye kufikia safari yake, yeye alikuwa pamoja na maswahaba wanasali swala inaitwa salatu Ibrahimia, yani rak'atani fi sabah wa rak'atani fi al-masa. Walikuwa wakisali asubuhi rakaa mbili na jioni wanasali rakaa mbili. Hizo ndio swala za Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam. Inna Ibrahima kana ummatan muslima, hakika Nabii Ibrahim alikuwa umma wa Kiislamu. Alikuwa yeye peke yake Muislamu alikuwa, lakini alikuwa Mwenyezi Mungu anamsabia kwamba iko umma nzima. Alhamdulillah, alikuwa akisali asubuhi rakaa mbili na jioni rakaa mbili, na mpaka ilibakia siku kidogo, okay, walikuwa wanasali tu hivyo tu, kwa sababu katika tarehe wanatuambia ya kwamba Isra wal Miraj ilikuwepo kabla, maana yake kabla ya hijra ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam toka Maka kuelekea Madina, kabla ya mwaka moja na nusu. Kabla ya mwaka moja na nusu. Hii ni riwaya moja, alhamdulillah. Ndio katika ule miaka hiyo yote Waislamu walikuwa wanasali rakaa mbili asubuhi na jioni, mpaka wakati Allah subhanahu wa ta'ala alipotaka ndio alifaradhisha sasa swala tano. Kwani tusiulize kwa nini tunakwenda katika suratul Kahf. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama tashauna illa an yasha Allah rabbul alamin. Hautapendelea kufanya kitu mpaka Allah subhanahu wa ta'ala apende ufanye hivyo, ndio kitatendeka. Na ndio ilikuwa hivyo, ndugu zangu Waislamu. Na kwa ufupi sana, Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipandishwa mpaka mbingu ya saba, baada jawaza samawati saba, lakini alipita wala katajawaza aidan asidratil muntaha, mpaka akapita pia nafasi wanaita sidratil muntaha. Pale malaika Jibril hana ruhusa ya kupita, tangu aliumbwa hajawahi kufika hapo. Kwenye Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam alienda yeye, malaika Jibril hajawahi kufika pale. Wakati Nabii sallallahu alaihi wasallam alisisitiza kusema twende, sasa wewe ukanileta kanishindikiza tena uniacha mimi niendelee peke yangu, akasema wewe ni nabii wa Mwenyezi Mungu ambaye ni nabii wa mwisho, khairul bashari. Mimi uwezo wangu ni hapa, nikiendelea nitayayuka. Maana yake sauhliku, nitahiliki, nitaangamia, nitakuwa naruka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi mwisho wangu ni hapa. Basi Nabii sallallahu alaihi wasallam fatajawaza, akaendelea mpaka fadhalla Nabii sallallahu alaihi wasallam yasma'u, ikawa mpaka Nabii sallallahu alaihi wasallam yasma'u sarigha al-aqlam allati taktubu maqadir al-ibad. Aliendelea mpaka nafasi kwenye Nabii sallallahu alaihi wasallam alianza kusikia sauti ya kalamu,
zile kalamu ambazo zinaandika makadiri ya wanadamu, maneno ya wanadamu, predestination za Allah subhanahu wa ta'ala juu ya wanadamu. Kusema fulani huenda siku fulani ataoa, fulani atakuwa hivyo, fulani atakufa, fulani atakuwa hivyo. Sasa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifika nafasi hiyo. Baada ya kufika hapo, Allah subhanahu wa ta'ala, ni kisa kirefu tunafupisha. Allah subhanahu wa ta'ala akamkabidhi swala 50 prières. Basi akarudia Nabii sallallahu alaihi wasallam, akaanza kurudia mpaka akamkuta Jibril alayhi salam, wakaanza kurudi safari yao ya kurudi hapa ardhini. Falaqiya Musa alayhi salatu wassalam, akamkutana Musa fi samai sadis, katika mbingu ya sita akamkutana Nabii Musa alayhi salatu wassalam. Akamuuliza Nabii Musa kumuuliza Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mola wako amekwambia nini ama amekupa nini? Akamwambia kwamba amenipa mimi pamoja na umma wangu tuweze kusali yauman wa layl, kila yaumin 50 swala, kila siku tuwe tunasali swala 50, swala 50. Tasawwa ibadallah, piga picha swala 5 ambazo tunazo leo ni shida kuzimaliza, kuzikamilisha. Je, ingekuwa kama Allah angekuacha katika swala 50 prières kila siku, ingekuacha? Swati kama hatuende shambani, kama hakuna mtu anafanya taksi, kama hakuna mtu anafanya mekanike, maana yake hakuna mtu ataenda kubiro, kazi yetu ingekuwa kusali tu. Walakini kutokana na rehema za Mwenyezi Mungu ala ibadi, kutokana na rehema za Allah juu ya waja wake, akatuhafifishia. Nabii Musa akamwambia Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umma wako ni umma dhaifu sana, jinsi vile ninavyoona mimi nilipewa tu kidogo chache sana, watu wangu hawakuweza, walishindwa. Sasa wewe swala 50 ni vigumu. Irji ila rabbik falyukhaffif, sal'u liyukhaffif laka, rudia kwa Mola wako umwambie akupunguzie. Faraja Nabii sallallahu alayhi wasallam, faraja Nabii sallallahu alayhi wasallam ila rabbihi fasalahu takhfif fakhaffafa faatraha min 50 salawat, akapunguza kwenye swala 50 sekanta, akatoa tu seke, akasema kwenda mutasali 45. Alipofika tena kwake Nabii Musa akamuuliza, imekuaje? Anasema laqad khaffafa. Okay, 5 salawat ameondoa ndani swala 5, akasema ni nyingi sana, nurudia kwa Mola wako. Fadhalla Musa yadhhabu ila rabbih wa yas'aluhu takhfif wa yarji'a ila Musa. Hakadha kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam hatta khaffafa Allahu azza wa jalla ila 5 salawatin, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akampunguzia mpaka swala 5 peke yake. Zilipobaki swala 5, Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam akaja tu kukutana Nabii Musa. Nabii Musa akasema bado ziko nyingi sana. Faqala Nabii sallallahu alayhi wasallam, laqad sa'altu rabbi hatta istahyaitu min rabbi, nimekwisha kumuomba Mola wangu sana mpaka sasa nasikia haya. Nitaanzaje tena kusema ala nipunguzie tu? Nasikia haya. Hali ya kwamba Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam alisema katika hadithi moja, alhayau minal iman, hakika haya ni miongoni mwa imani, na yeye alifanyia pale. Maana yake iko praktiki ambayo anafanya yeye. Ndio hapa duniani akatuambia pia alhayau minal iman, haya ni miongoni mwa imani. Kamwambia Nabii Musa, siwezi kurudi huko,
wakati pindi wako wanadiskite, fa auha Allah subhanahu wa ta'ala fa anzala malak faqala rabbuna laqad iftaratukum 5 salawatin. Naam, wakati walikuwa wanadiskite, Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na Nabii Musa alayhi salatu wasalam, Mwenyezi Mungu akasema, hakika mimi nimesikia mambo yenu, lakini nimekwisha kuthibitisha swala 5. Watasali swala 5 kila siku, bilfi'li 5 salawat wa fi ajri 50 salawat. Hakika mimi nimefaradhisha kwa kitendo kabisa ni swala 5, lakini kwa malipo ni swala 50. Ina maana ya kwamba mtu akisali swala moja atakuwa kama amesali swala 10. Ikiwa kama utaeneza toka subuhi mpaka isha swala 50 50 priere, utakuwa kama yule ambaye ameswali 50 priere. Wewe unasali tangu asubuhi mpaka jioni 5 swala 5, alhamdulillah. Lakini Allah kwa rehema zake ana multiplier mpaka 50. 5 fois 10 50. Hadha rahmatan min rabbi, hiyo ni rehema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, tushike swala. Kwa sababu gani? Ibada zote Allah subhanahu wa ta'ala kampa Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa ardhini, hapa duniani, lakini ilipofikia swala Allah subhanahu wa ta'ala alimuita mpaka kule, akasikia sauti yake, wakaishange sauti. Tunajua mpaka sasa miongoni mwa viumbe vyake Allah subhanahu wa ta'ala ambavyo Allah amewazungumzia, wamezungumza pia na Allah, ni Musa alayhi salatu wasalama peke yake. Ndiyo maana anaitwa Musa kalimullah, Musa mwenye kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini fa alaina an nudhif athani wa huwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lazima tuongeze mtu wa pili ambaye kaongea na Allah subhanahu wa ta'ala ana kwa ana, ambaye ni Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tofauti ni nini? Nabii Musa alayhi salatu wasalam ma takallama ma'a rabbina maratan wahida faqat, atakallama ma'a rabbuna akthar marat, mara nyingi kaongea na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameongea na Allah mara moja pekee yake, kule alipomwita kwenye Isra'i wal Miraj. Ndio maana swala ni jambo kubwa sana. Ndio maana pia Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa nakufa, kabla ya kufa alihusia, hakusema ngombe ziko ngapi, ngamia nini, hapana. Hakusema pesa ziko pale, hapana. Hakusema sijui Qur'ani, mambo ya Qur'ani, hakusema nini. Alikuwa anasema as-sala. Watu wa Mwenyezi Mungu, shikamaneni na swala. Alaikum bis-sala, alaikum bis-sala, alaikum bis-sala. Mushikamane na swala enye waja. Lau tungejua valeri ya swala, ndugu zangu Waislamu, tungesali hata kama tunataka kukata roho, hata kama roho inataka kukatika, ungesali tu. Lakini hatujue valeri ya swala. Jua na kutambulisha ya kwamba na kufahamisha ya kwamba hakuna kitu kinacholingana na swala. Swala ni jambo ambalo ukiwa na besoin yako, besoin quelconque, n'importe quel besoin, saa yoyote, ukiwa na udhu, una tahara, unasali raka 2, unavaa mavazi ambaye inastahili kusimama na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kwamba uko msafi kabisa, umechunga tahara kabisa, ukasali raka 2 ama zaidi, ukafanya istighfar, astaghfirullah, ama swika yoyote ya istighfar ambayo unataka ukaifanya, ukamsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara yoyote ambayo unataka, kama mara 10 mara ngapi, kisha
ukainua vidole vyako subhanahu wa ta'ala, hakuna kitu ambacho kinazuia swala yako. Lakini tunasali na distraction sana. Unasali al-jasad fi masjid taqwa wa ruh fi Kampala. Roho iko hapa katika masjid taqwa, lakini roho iko Kampala. Al-jasad fi Kisangani wa ruhu fi Kinshasa mathalan. Muislamu yuko pale Kisangani, mwili tunaona kiwiliwili, kumbe ameenda zamani kule Kinshasa, ati yuko ndani ya swala. Ndio maana swala zetu hazifai nini? Hazikubaliwe. Na ndio maana mara nyingi sana hatupate mareponse katika nini? Katika manake maprobleme zetu. Walikuwa wasahaba akipatwa na shida, Nabii sallallahu alayhi wasallam alikuwa anamwambia Bilal ibn Rabah, ya Bilal arihna ila salah, ewe Bilal tuburudishe na swala. Hapo umeshapata zongo fulani, shida fulani imekuja, sema ya Rabbi, hapa shida itaisha namna gani? Hapa shida itaisha namna gani? Wao walikuwa wanakimbilia swala, japokuwa kila mtu atasali yake alhamdulillah, lakini walikuwa wanakimbilia swala. Alafu sasa ya usiku ndio ashad, ya usiku ndio vraiment tiktak, lakini usali na imani na kitumaini na unasali swala yako, maana yake kutarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu ma tasma'un astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril mu'minina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala bashirin nadhiri sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wal mutamassikuna bi sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ila yawmil jazaa. Usi nafsi wa iyyakum ibadallah bi taqwallahi azza wa jalla faqad faza al-muttaqun. Ndugu zangu Waislamu, mara ya pili tena baada ya kushukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia mtume wa Mwenyezi Mungu rehema na amani ziwe juu yake pamoja na watu wake wa nyumbani na wafuasi wake na wote waliokumfuata kwa wema mpaka siku ya malipo, na wahusia pamoja na mimi mwenyewe bila kujisahau, tuendelee kumcha Mwenyezi Mungu. Tuendelee kuogopa sheria zake Allah subhanahu wa ta'ala. Tuogope Allah kwa kutekeleza sheria zake Allah subhanahu wa ta'ala. Tujue kila wakati hatuko, muda wowote hatupo, muda wowote hatupo. Angalia kwenye unakaa, ilikuwa nafasi ya mtu fulani alizoea kukaa hapo katika maisha yake, lakini leo hayupo. Wewe ndio unakaa pale, ina maana ya kwamba kesho na wewe utakwenda na mimi nitakwenda inshallah. Kwani mimi basi nilikuwa sisimame hapa? Kulikuwa wenye walitangulia kusimama hapa lakini hawapo. Sio kwamba walitaka, lakini c'est comme ça. C'est une obligation. Basi na kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tunaona sasa sababu kubwa ambayo iliacha Allah subhanahu wa ta'ala akaitayarisha safari ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallama kutoka Makka mpaka Baitul Maqdis, tena kutoka hapo na kupandishwa mpaka mbingu ya saba. Ni nini? Naweza sema na resume katika point mbili peke yake. Kwa ya kwanza, Allah subhanahu wa ta'ala alitaka aoneshe ukubwa wa swala. Ndio maana kapendelea mtume wake aende afanye safari mbali kabisa, kwenye watu hawatatarajia, kwenye watu wengine watakataa. C'est pas possible, c'est pas possible d'avoir effectué ce voyage une seule nuit kutoka Makka
mpaka Masjid al-Aqsa, tena toka pale mpaka mbingu ya saba, hali ya kwamba Waarabu walikuwa wanatembea kabisa, ni safari ya masiku kufika pale katika moskee wa Nabii Suleiman, Masjid al-Aqsa. Lakini sasa yeye kwa usiku mmoja anafika pale, tena kutoka pale mpaka mbingu ya saba. Allah subhanahu wa ta'ala alifanya hivyo kuonesha uzito wa swala kwa mwanadamu, valele ya swala kwa mwanadamu. Wewe ambao unaona ya kwamba swala ni makero, unaona ya kwamba kusalisali ni kusumbua tu, usumbufu, c'est pour perdre ton temps inutilement, mzazi na kusumbua kwa kusali. Nabii sallallahu alaihi wasallam amepata hii safari kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anataka aoneshe grandeur ya swala, valeur ya swala. Na jambo la pili kwa ufupi sana, ilikuwa Allah subhanahu wa ta'ala alipendelea kumuliwaza. C'est pour la consolation d'Allah subhanahu wa ta'ala à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah alitaka kumuliwaza, kumupangusha machozi, kwa sababu alipata shida nyingi sana Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Miongoni mwa shida moja kubwa sana aliyopata katika nini? Kule Taif, alipigwa mawe. Anaenda fanya evangeli, kuevangelize, anaenda fundisha Uislamu, anaenda fundisha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, anaenda kataza watu ibada za shirki, ibada za masanamu. Lakini kuliko kupewa shukrani anapata nini? Mawe. Anatoka huku na vidonda, damu ikavuja. Sasa hiyo yote Allah subhanahu wa ta'ala akamlipa na ile safari. Alitaka amfurahishe, alhamdulillah. Alitaka ampangushe machozi, alitaka amkonsole. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Basi ndugu zangu Islam, hiyo ndio importance. Leo ni tarehe 28 mwezi wa Rajab, tunakaribia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na rapele wale ambao wana madeni ya saumu zilizopita, saumu ya Ramadhani, washekhe wengi wameshakumbusha. Hata katika msikiti huu nilikuwa tayari, ni kwenu ndani, shekhe anakumbusha tunakaribia Ramadhani ya grand temps. Ni wakati kila mtu akumbuke kulipa deni ya Ramadhani iliyopita. Isije ikawa Ramadhani hii ya 2024 ikakuta wewe haujalipa, haujamaliza deni ya 2023. Quelle ingratitude envers ton Dieu. Quelle ingratitude envers toi-même. Utakuwa na jizulumu na utakuwa na mwasi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ametuambia kwamba kusaumu ni obligatoire. Kutokana na masababu za saumu, alhamdulillah. Sasa nakukumbusha tena, na profite occasion kukukumbusha saumu ambayo unayo, deni ya saumu ambayo unayo mpaka sasa. Nimekukumbusha, kesho anza kusaumu inshallah. Sawa, Ramadhani isienee kabla haujamaliza hiyo deni. Mashaallah, barakallahu fikum. Naomba Allah awabariki kwa hilo, ikiwa kama mtafali mtazingatia. Rudi nyumbani, uliza miongoni mwa watoto wako, wa binti zako, bibi yako ama nani, yule wote ambaye unamiliki kwako. Je, Ramadhani ulishamaliza 2023? Hauna deni? Hata voisin unamuuliza, entourage yako mnatumika nao, waulize inshallah. C'est un rappel, ni ukumbusho tu. Mashaallah. Mes chers frères et sœurs, nous avons parlé sur l'origine de la prière. Les saintes prières ont pris origine où? Ok? Les saintes prières ont été prescrites à notre prophète, paix et bénédiction sur lui, au 7e ciel, au-delà du 7e ciel. Il a fait donc le voyage. Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé jusqu'au 7e ciel, jusqu'à l'au-delà du 7e ciel.
il a parlé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je tiens à rappeler qu'il n'y a qu'un seul homme sur terre qui a parlé avec Dieu plus d'une fois. Ça, c'est le prophète Moïse, Nabi Moussa. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé avec Dieu la nuit, de Israël wal Miraj, pendant son voyage. Il a dû parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont communiqué. Et parmi les paroles qu'ils ont parlé, qu'ils ont communiquées, nous l'utilisons aussi pendant la prière. At-tahiyatu lillahi wa salatu wa tayyibat, jusqu'à la fin. Donc, il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a parlé avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais seulement une seule nuit. Ok. Lors de ce voyage, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, donc lui a accordé 50 prières. Au retour, quand il est donc arrivé au 6e ciel, il a rencontré le prophète Moïse. Le prophète Moïse lui demanda, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'aurait donné? Qu'est-ce qu'il t'a donné? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit, non, Allah subhanahu wa ta'ala m'a prescrit 50 prières, moi avec ma communauté. Le prophète Moussa alayhi salatu wa sallam lui dit ça, en tout cas, ta communauté est faible. Ne peut pas donc accomplir cette mission. Retourne donc vers ton Dieu, ton Seigneur, qu'il puisse donc diminuer. Et après ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est retourné jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de le diminuer les 50 prières, parce que la communauté est très faible. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a diminué seulement 5 prières. Premièrement, arrivé à Moussa pour la 3e fois, pour la 2e fois s'il vous plaît, Moussa répliqua, Mohammed ne peut pas donc, la communauté ne peut pas faire ça. La communauté est très faible, elle ne peut pas faire ça. Retourne-toi à ton Seigneur, qu'il puisse diminuer. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des retours de va-et-vient chez Allah, chez Moussa, chez Allah, chez Moussa, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui avait diminué les prières jusqu'à 5. Arrivé à 5, là, il a dit, en tout cas, j'ai honte d'apparaître devant mon Seigneur, lui demander la diminution, encore une fois. C'est plus pire. Alors, pendant cette discussion, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, désormais la communauté, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, devra prier 5 prières. 5 prières donc, ils peuvent observer les 5 prières. Mais à chaque fois qu'un musulman priera une prière, il sera récompensé 10 fois de plus. C'est que 5 fois 10, ça sera 50. À partir de ce moment-là, les musulmans ont acquis les 5 prières par jour, quotidiennement. Ce sont les 5 prières que je prie et que tu pries. Que nous sommes obligés de prier nous tous. Ok. Après ça, je dis, il y a les raisons pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala avait donc provoqué le voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces raisons, j'ai dit seulement 2. Parmi ces raisons, donc, la première étant donc la grandeur de la prière. Allah subhanahu wa ta'ala avait vu la valeur de la prière. C'est une grande valeur. Alors, ça nécessitait la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam chez lui,
au-delà de 7 ciels pour avoir la prière. Alors c'était fait, alhamdulillah. Et nous aussi, nous devons donner la valeur, une grande valeur à la prière. Nous devons prier la nuit et la journée, sainte prière. La deuxième raison était la consolation d'Allah subhanahu wa ta'ala à son prophète. Parce qu'il avait subi beaucoup de problèmes. Parmi les problèmes, j'ai cité les problèmes qu'il a subis donc, pendant le voyage, son voyage saint, là, à Abyssinie. Ok? Taïf, là où on l'a lapidé, là où on l'a frappé avec des cailloux, des pierres. Ok? On l'a donc humilié. Son sang avait coulé. Alors pour essuyer ses larmes, pour les consoler, Allah subhanahu wa ta'ala avait pris la décision de l'appeler chez lui. C'est la consolation d'Allah subhanahu wa ta'ala à son prophète. Comment nous devons donc agir face à cela? Les prophètes, étant que prophètes, ils n'avaient pas agi. Ils n'avaient pas réagi. Il allait prier seulement Dieu, exterminer seulement ces gens-là de Taïf. Mais il n'avait pas fait comme ça. Ok? C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est appelé, donc dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous t'avons envoyé pour être donc le miséricorde de cette heure, de l'univers. Tu es envoyé pour être la miséricorde donc de l'univers, dans l'univers. C'est pour cela nous devons aussi agir comme les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. En tout et pour tout, nous voulons que vous aussi, vous puissiez étudier, vous puissiez aussi connaître l'histoire de l'islam. Ça, c'est parmi les histoires, donc l'histoire de l'islam. Ok? Il faut vous demander comment les chrétiens connaissent l'histoire de Jésus. Même par défaut. Mais vous, qui avez une bonne religion, mais nous ignorons beaucoup de choses. Na kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hayo ni machache ambayo nimependelea tukumbushane pamoja na nyinyi. La kushika la muhimu sana ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo Isra wal Miraj imekuwa katika mwezi mtukufu wa Rajab. Mwezi wa Rajab. Kuna pia ikhtilafu kidogo kuhusu tarehe kabisa. Hakuna precision sana, lakini il faut savoir, wengi wanasimamia usiku wa manake usiku wa 27, le 27, la nuit du 27 Rajab. Wengi wanasimamia pale. Alhamdulillah, na sisi tuchunguze inshallah. Kwenda ulize, fanya research ya mzee Google yuko pale, fanya nini research yako inshallah kuhusu dini yako, uweze kujua dini yako. Na la mwisho ni kwamba tuipatie valere swala 5. Nimesema ya kwamba swala 5 ukishikamana nayo shida zako utazitatua, hata kama sio zote kwa mara moja, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala mwingine akikutatulia shida zako zote leo utamsahau. Ndio maana atakuwa anazitatua graduellement. Leo atapunguza na kisha atapunguza, anataka uendelee fani kumuomba, uendelee kusali, uendelee kusimama usiku. Siki mwanadamu lazima kuwe na bezwe, lazima ukuwe na bezwe. Ndio maana kwa ekonomi wanasema kwamba les besoins de l'homme sont indéterminés. Bezwe ya mwanadamu manake haishake, kila siku kuna bezwe. Na ndio kwa Allah subhanahu wa ta'ala sisi tuko na bezwe kwake kila siku. Ikiwa kama atatujibu swala zetu zote, manake mabezwe zetu zote anazifanya na zireponde, wengine watamsahau. Ndio maana anareponde kidogo kidogo. Unadhani Allah anakosa moyo kututajirisha sisi wote? Kisha sisi wote hatutasali.
Wale wachache sana ndio watafanya nini? Watashukuru na watasali. Wa qalilu min ibadi ash-shakir, miongoni mwa waja wangu wachache sana ndio wanashukuru. Kushukuru nini? Neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanadamu innal insana la dhalumun kafar, hakika mwanadamu ni mwenye kujidhulumu, kusahau nini, mwenye kuruka mipaka. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa anapunguza shida yetu kidogo kidogo. Mashaallah. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man salla alayya wahida sallallahu alayhi biha 'ashara. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma 'anil khulafa ar-rashidun Abu Bakar as-Siddiq wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'ir ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Waghfir 'anna dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya aziz ya ghaffar. Ya Allah, hakika sisi wote ni wakosefu hapa chini ya jua ya Rabbil Alamin. Tunakuomba msamaha ya Allah. Usipotusamehe hakuna mwingine atakayetusamehe ya Rabbil Alamin. Na sisi tunakushukuru kwa neema zako ya Rabbil Alamin. Neema zile ambazo zinaonekana na zingine hazionekani, tunakushukuru kwa zile neema ya Rabbil Alamin. Tunakuomba ya Allah tutambulishe neema zetu, tuwe wenye kuzishukuru ya Rabbil Alamin. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Tunakuomba hutuba ya leo ya Rabbil Alamin, kila Muislamu atoke hapa amekusha kuizingatia Rabbil Alamin. Tunusuru ya Rabbil Alamin katika mambo yetu ya kidunia ya Rabbil Alamin, na katika mambo yetu ya akhira ya Rabbil Alamin. Tunakuomba mwisho mwema ya Rabbil Alamin. Tunakuomba shahada wakati ya kifo ya Rabbil Alamin. Tunakuomba jannatul firdausi baada ya kifo ya Rabbil Alamin. Na tunakuomba jannatul firdausi ya Rabbil Alamin. Birahmatika ya aziz ya ghafar. Mwenyezi Mungu, tunakuomba nchi yetu hii yenye mavita uweze kuondoa mavita ndani yake ya Rabbil Alamin. Leta salama na amani, kwa sababu wewe ndio salama na amani ya Rabbil Alamin. Katika province hii weka salama na amani ya Rabbil Alamin. Ondoa uadui ya Rabbil Alamin. Ondoa uhasama ya Rabbil Alamin. Unafiki miongoni mwetu ya Rabbil Alamin. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Weke mapendo kati yetu ya Allah, na ujalie viongozi wa nchi waongoze vizuri sana. Wewe ndio kiongozi wao supreme, alafu wafundishe namna ya kuongoza pia Rabbil Alamin. Wala rushwa isiendelee Rabbil Alamin. Waache rushwa Rabbil Alamin. Wale ambao wanapraktikia rushwa miongoni mwao waache Rabbil Alamin, kwa sababu yako ya kuogopa wewe pia Rabbil Alamin, kwa sababu ya kukumbuka kukutana pamoja nawe siku ya kiyama, siku ya mwisho Rabbil Alamin. Na viongozi wa dini ya Kiislamu, Mwenyezi Mungu, tunakuomba waongoze Rabbil Alamin kabla wao hawajaongoza Rabbil Alamin. Wako wanasoma Qur'ani, tunakuomba Qur'ani hii wasomeshe kabla hawajasomesha wengine Rabbil Alamin. Waipratike Qur'ani vizuri gafisi vile Mwenyezi Mungu ameandika ya Rabbil Alamin, na sunna za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kila mtu mjalie asimie responsibility yake katika community ya Rabbil Alamin. Na sisi pia katika mafaye yetu kila mtu asimie responsibility yake katika faye ya Rabbil Alamin. Mizozo katika mafamilia ondoa ya Rabbil Alamin. Utupatie upendo katika mafamilia ya Rabbil Alamin. Birahmatika ya aziz ya ghafar. Wagonjwa wote waponeshe ya Allah, hakika wewe ndio mponeshaji ya Allah. Watu wanaweza kutumia madawa, kama hautaki hawatapona ya Rabbil Alamin, bali kupitia wewe ndio watapona ya Allah. Tunakuomba ponya wagonjwa wote ya Rabbil Alamin. Samehe wote, warehemu wote,
watu wetu, wazazi, watate, wandugu na Waislamu wote duniani popote waliofariki rabbil alamin, wasamehe rabbil alamin. Weka mwangaza ndani ya kaburi zao ya Allah, panua kaburi zao ya rabbil alamin. Fanya kaburi ya kila mtu iwe raudha min riyadil janna ya rabbil alamin, iwe bustani miongoni mwa bustani za janna za paradiso ya rabbil alamin, wala isiyo shimo miongoni mwa shimo za moto ya rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.